Mheshimiwa mgeni rasmi, tulioko mbele yako ni umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi pamoja na maafisa wa usafirishaji kwa maana ya bodaboda pamoja na bajaji. Tumekukaribisha leo uweze kutuzindulia mbio zetu maalum za picha ya Mheshimiwa Rais pamoja na bendera ya Chama cha Mapinduzi. Nia na lengo la mbio hizi ni kuleta hamasa ya ujio wa Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya mji wetu wa Geita, ambapo ataingia katika mji wetu na kufanya mkutano tarehe ya 13 katika viwanja vya EPZ. Kwa hiyo ndio vijana hawa wazalendo kwa maana ya maafisa wa usafirishaji wao wamejitoa kuzunguka ndani ya wilaya ya Geita, na hapa wataanza katika jimbo la Geita mjini, watazunguka kata 13 na baadaye wataendelea kwenda kwenye maeneo mengine ili mradi waweze kuleta hamasa na kuonyesha wilaya ya Geita kwamba wao maafisa wa usafirishaji kwa niaba ya vijana wa wilaya ya Geita na makundi yote ya vijana wapo tayari kumpokea Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya mji wetu wa Geita, kutokana na makubwa ambayo tayari yeye ameshayafanya kwao. Wameshazungumza hapa, Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake amewafutia faini kutoka shilingi 30,000 mpaka shilingi 10,000. Pigeni makofi mengi sana kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kuzungumza hayo, sasa mimi naomba nikukaribishe wewe kiongozi wetu ambaye umealikwa siku hii ya leo, na utumie jukwaa hili na watu hawa ili uweze kuwakaribisha kuja kumlaki Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya tarehe 13. Lakini kwa sababu bado tunayo kazi ya uchaguzi, wewe utawaambia wananchi hawa wa eneo hili la Nyankumbu waweze kujitokeza tarehe ya 29 ili waende wakichague Chama cha Mapinduzi mapema bila hofu na bila kuogopa kitu chochote. Siku ya leo tuna vijana wazalendo, vijana wa bodaboda pamoja na vijana wa bajaji ambao wapatao 50 wataenda kukimbiza na kutangaza sehemu yote ya wilaya ya Geita, wakianza na jimbo la Geita mjini, ambapo wataenda kata zote kuhakikisha wanahamasisha ujio wa Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Hakuna asiyejua kwamba Mheshimiwa Rais amefanya mengi, na hata sasa tunapoelekea Mheshimiwa Rais anaenda kufanya mengi. Nilishawaambia, lakini naendelea kusema kwa hapa Geita kuna mambo mengi yanaenda kufanyika. Kuna swala la maji ambao mji wetu wa Geita umekuwa na changamoto. Swala la maji limewekwa vizuri, tunalo tenki kubwa ambalo likienda kusambaza maji huu mji wa Geita, mji wote wa Geita unaenda kupata maji. Watu wa bodaboda na watu wa bajaji, najua kilio chenu cha muda mrefu cha swala la leseni. Mimi nimekuja na suluhisho kwa kushirikiana na mwenyekiti wa vijana na viongozi wa bodaboda na viongozi wa bajaji. Tunaenda kuhakikisha siku 100 za mwanzo tunapata majawabu ya swala la leseni ili watu wa bodaboda wasipate shida tena, na tunaenda kuhakikisha mnapata maegesho yanayoeleweka na hampati usumbufu ili mfanye kazi zenu kama watu wengine wanaofanya bila usumbufu. Kwa kitendo hiki cha kijasiri cha kizalendo ambacho mmejifanya, nawapongeza sana na nawaomba mtembeze picha hii na bendera hii, na tutawapokea siku ya tarehe 12 mtakapokuwa mmemaliza matembezi haya. Mnapoenda kutembea, muwaeleze watu waje wamsikilize Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, tarehe 13, wasikie jinsi alivyojipanga kwa kushirikiana na wabunge wake. Tunawaahidi kwa maelekezo mliyotupatia tutayatekeleza, na tutafanya hivyo kwa wilaya nzima. Tutatembea kata kwa kata, huenda kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, kuwaeleza haya ya kwamba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu tarehe 13 atakuwa katika viwanja vya EPZ pale kwenye maonyesho. Kwa sababu gani? Sisi upande wa maafisa usafirishaji amefanya mambo makubwa. Moja, ametujengea ofisi ya kisasa
2, ametupunguzia bei ya reseni kutoka kwenye 70,000 mpaka 30,000. 3, ametupunguzia faini kutoka kwenye 30,000 mpaka shilingi 10,000. Tumpe nini mama huyu? Tumpe nini mama huyu? Lazima tumpe maua yake, ambapo tarehe 29 mwezi huu wa 10 2025 tutakwenda kutiki. Hivyo mabibi na mabwana, mama ntilie, mama rishe, wasusi, zamu yetu sasa kuweza kumpa maua yake Mheshimiwa Rais Daktari Samia. Maana amesema nini? Kwamba atatenga ndani ya siku 100 atatenga bilioni 200 na makundi ya bodaboda.